akachoka. Unamuuliza imekuwaje mwenzetu, mbona muda umekuwa mrefu? Akawaambia, ndugu zangu, toka siku mliponiweka kwenye mwanandani na mnakuwa na kawaida ya kuagiza lete reli, una miti inaitwa reli inapangwa, lete ubao, unaletwa ubao, mkanifunika kwenye ule ubao, kisha mkaagiza majani, lete majani, yakaletwa majani, yakawa mengi yale majani. Lakini wengine wakasema mpelekeni ndio riziki yake, na kweli mkaniletea ile majani. Lete udongo, mkaanza kufukia kidogo kidogo mpaka kaburi lile limejaa. Ile mnaondoka tu, maneno ni yale yale Mtume aliyosema kwamba mwanadamu akizikwa, vile ndugu zake wanageuza migongo yao wanaondoka, huyu maiti aliyewekwa anasikia ile qara'a alihim, ile mikanyago ya viatu vyao, jamaa wanaondoka, yeye anawasikia kwamba ndugu zangu hao wananiacha peke yangu. Kama umekwenda kuzikwa katika pori, maana yake ndio umeachwa porini peke yako. Toka siku mliponiacha kwa mazingira na utaratibu huo, ile mnaondoka tu, wale Munkar wa Nakiri wamekuja, malaika wawili kuja kuniuliza maswali. Fahallaka ya akhi min nasir idha jaa Munkar wa ma'ahu Nakir wa qad amma bidhalika min khabiri kafaka mashibu rasika min nadir. Katika kile kitabu Tabarakatul Ula kuna maneno hayo, bwana mkubwa yule anasema, fahallaka ya akhi min nasiri, ndugu yangu unaye wa kukunusuru, idha jaa Munkar wa ma'ahu Nakir, atakapokuja Munkar wa Nakir, wa qad amma bidhalika min khabir, na umekwisha elezwa jambo hilo kuwa watakuja hao malaika, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha hilo. Sasa kafaka mashibu rasika min nadhir, ikiwa umekuja mahala una mvi, basi mvi zako ziwe kielelezo cha kukufanya wewe uwe makini na tahadhari kubwa namna ya kuishi hapo ulimwenguni. Usiponde tena sehemu iliyobakia maisha yako ukaivuruga wakati tayari una mvi. Kuwa makini na mvi zako. Mliponiweka malaika wale wamekuja, wakanikalisha kitako, wakaanza kuniuliza swali moja baada ya jingine. Nikaanza kujibu yale maswali. Ndugu zangu, kilichojitokeza ni jana ndio nimekamilisha kujibu maswali yangu, na mimi nimekuwa ni mtu wa peponi. Leo nimekuja kutekeleza ahadi yetu tuliyokubaliana. Huyu ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amejibu maswali ya kaburini kwa mwaka mzima. Mimi na wewe kenda na yako, hivi hali zetu hapo kaburini zitakuwaje endapo tusipokuwa makini katika haya maisha? Ndugu Waislamu, tutaondoka duniani na tutakwenda kaburini. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie taufiki ya kuweza kuyatekeleza yote ayapendayo Allah na kuyaridhia tukiwa hapa duniani kwa baraka na jaha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأعدلوا بين أولادكم. Ndugu Waislamu, baada ya kituo cha 4 ambacho ni kaburi, kituo cha 5 kinachofuata ni kituo cha siku ya Kiyama, marhalatul Kiyama. Sisi sote tutasimamishwa katika siku moja, na Muislamu yeyote lazima aamini kwamba iko siku Mungu atatukusanya, atatufufua. Yeyote anayepinga kufufuliwa, huyo sio Muislamu. Za'ama alladhina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Waliokufuru ndio wanadai kuwa hawatafufuliwa, lakini kiukweli sote tutafufuliwa, tutasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo siku Mwenyezi Mungu ameieleza kwa majina mbalimbali yenye kutisha, na ni siku ambayo kiukweli ni ngumu, haifanani na tatizo
lolote la kilimwengu, tatizo la kilimwengu ukafananisha na siku ya kiyama matatizo yake, haiwezekani. Kiyama imezidi. Jua tunaloliona litashushwa usawa wa bahari kwa maili moja. Tudna shamsi yawma al-qiyama ala al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Mtume anasema jua litashushwa siku ya kiyama kufika katika usawa wa bahari ni sawa sawa na maili moja. Kwa ukali wa jua watu litawatoka, watu watatokwa na majasho. Kuna mtu atatokwa na jasho litafika kwenye vifundo vyake vya miguu. Pale aliposimama jasho litakwenda chini dirasa hili, halafu litaanza kupanda juu mpaka kwenye vifundo vyake vya miguu. Ndio linakuwa limeishia hapo kutokana na matendo yake aliyotenda. Lakini kuna wengine litawafika jasho kwenye magoti kutokana na matendo yake ya kumkasirisha Mungu. Kuna wengine litawafika kwenye viuno vyao kutokana na matendo yake. Kuna wengine litawafika kwenye shingo, mtu anaogelea kwenye bahari ya jasho siku ya kiyama. Lakini wengine watamezwa kabisa na majasho yao kutokana na matendo aliyoyatenda akiwa duniani. Kwa hivyo ndugu zangu, siku hiyo ni ngumu, na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatutaka kwanza, ametuchorea picha ya namna gani itakavyokuwa. Kasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, hakuna yeyote kati yenu siku ya kiyama illa atazungumza na Mola wake aliyemuumba. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, hakutokuwa kati yake mja na kati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkalimani. Pengine Mungu anaongea lugha ya Kiarabu halafu wewe huijui. Hapana, kila mmoja atazungumza na Mungu wake. Fayamuru aymana minhu, wakati mja anazungumza na Mola wake ataangalia mkono wake wa kulia, fala yara illa ma qaddama, hataona isipokuwa kile alichokitanguliza, matendo yake mazuri. Wayanduru ashama minhu, kisha ataangalia kushotoni kwake, fala yara illa ma qaddama, hataona ila kile alichokitanguliza, madhambi yake. Wayanduru baina yadayhi tilqa'a wajhihi, ataangalia mbele ya uso wake, fala yara illa an-nar, hataona isipokuwa moto. Mtume Mungu akamalizia fattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Sasa uogopeni moto wa Mungu kwa kutoa sadaka japo nusu ya kopo ya tende. Yaani unapokuwa na sadaka yako mwambie Mungu, hii sadaka ninaitoa, Mungu najikinga na moto wako, usiniadhibu kupitia moto wako. Fattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Siku ya kiyama ni siku ngumu na ni siku nzito. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki tuisabiri siku ya kiyama kwa hesabu zilizokuwa nyepesi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. والله مع الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، على زاكي الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، على جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وغيرهم من أصحاب رسول الله من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وصالحات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمك بالأطفال اليتامى، اللهم رحمك بالأطفال اليتامى، اللهم رحمك بالأطفال اليتامى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم.